Hapana baba, mnachokifanya sio fair kabisa. Yaani huyu mimi ndo mpenzi wangu naye mpenda, na ndio maana nimekuja hapa kumtambulisha. Sasa inakuwaje nini mnaanza kusema kwamba yeye ni albino? Yeye sio albino na wala hahusiani na mambo yote kusana mambo sijui albino si vitu gani. Anaitwa Melissa na sio albino. Sasa inakuwaje baba? Mimi nimetegemea wewe ungekuwa kipaumbele kabisa kunisupport. Alafu wewe unakuwa ndo mtu wa kwanza kunirudisha nyuma kweli. Jisikilize we kijana, acha kuwa unapingana. Mimi ni mzazi wako. Huyo binti hauwezi kumwoa, na hiyo ndoa mimi nitakuwa wa kwanza kuipinga. Haiwezekani wewe ukaenda kuoa binti ambaye ni albino. Binti ambaye ni albino kwenye tafsiri ya falme yetu ya Ukala ni laana, na haipaswi wewe ufunge naye ndoa. Wewe kama na mfalme tutakutafutia binti ambaye ni mwingine. Huyo uwezi kumuoa. Lakini Junior, mimi nilikwambia kwamba inawezekana babako akaja kunikataa. Si unaona sasa mimi huku naitwa majina ya ajabu, mara albino, mara si vitu gani. Mimi tunaomba niondoke zangu, mimi niende nyumbani. Umekuja kunitia tu aibu Junior. Yaani mimi sijapendezwa na hichi kitu kilichotokea kabisa. Calm down Melissa. Mimi mwenyewe kwa kweli hichi kitendo cha baba kimenichukiza sana na kimenikwaza, kwa sababu sikutegemea kama kweli baba yangu angefanya maamuzi kama haya. Nitegemea angetoa baraka zake na sisi tungefunga ndoa tukaishi maisha yetu kabisa. Lakini naona baba ndo anakuwa pingamizi kubwa kabisa kwenye haya maamuzi yangu. Yaani sijui kwa nini. Hau babangu mimi hataki niwe na mchumba kabisa yani. Mume wangu Mfalme Ukala, mimi ninachokiona hapa Junior amekosea kama mtoto, lakini naona mimi kosa kubwa kabisa kalifanya huyu mwanamke. Amediliki vipi kwanza kuwa na mahusiano na mwana mfalme? Ni kosa kubwa, na mbaya zaidi yeye yupo jamii nyingine kabisa, yeye ni albino. Mimi nilikuwa napendekeza tutoe ile adhabu ambayo ni stahiki kwake. Inabidi huyu akamatwe, afungwe, aweke gerezani. Ndio kabisa, yani uyasemao mke wangu upo sahihi kabisa. Mimi nakumbuka yule mganga alinieleza kabisa, mimi kwenye falme yangu ikitokea mtu yote akionekana ni albino inabidi tumfekele mbali. Sasa sina muda wa kupoteza tena. Kuna msemo usemao ukitaka kumuua nyani hamna kumtazama sura. Kwa hiyo hapa inabidi nifanye maamuzi magumu. Inabidi nichukue maamuzi magumu dhidi ya huyu mtu. Siwezi kumwangalia hivi hivi. Inabidi nimweke ndani, nimfunge gerezani huyu. Askari. Niko hapa mtukufu Mfalme Ukala. Ulikuwa unasemaje? Askari, naomba mkamate huyo binti anayeitwa Melissa, uende ukamfungie kwenye ile selo ya wahalifu, selo namba 4. Uende ukamfungie kule kabla sijatoa hukumu yake. Sawa? Sawa mkuu. Ngoja nende nikamkamate nimfunge. Pumbavu kabisa hao. Wataka kuniletea mimi mkosi kwenye kasri yangu hii? Yuko wapi Kicho? Kicho, wewe jukumu lako mchukue Junior, nenda kamfungia kwenye chumba cha kifalme. Inabidi akae humo kwa muda wa wiki moja. Sawa? Na asitoke kwenda popote. Mahitaji yote, chakula na nini, wewe ndio utakaye kuona mpelekea chakula huko. Sawa? Sasa mfalme, kwani huyu amefanya kosa gani tena? Huyu si mwanao? Hiyo natambua kabisa Junior ni mwanangu, lakini imenilazimu niweze kufanya maamuzi magumu, kwa sababu nikiendelea kumchekea hivi anaweza akafanya ujanja akaenda kumtorosha huyu binti, na mimi mambo yangu yakaanza kufeli hapa. Kwa hiyo mimi najua ninachokifanya. Mkamate Junior, mwenda kamfungie kwenye chumba cha kifalme. Sio kwamba ataishi maisha magumu, hapana. Atakuwa anapata vyakula na kila kitu, lakini hataweza kupata access ya kumuona huyu binti. Nenda kamfungie kwa muda wa siku 7. Sawa? Hiyo ni amri. Acha kuwa unapingana mimi wewe. Pole sana Melissa. Yaani mimi mwenyewe sijapenda kitendo ambacho Mfalme Ukala amekufanyia, lakini mimi nipo katika kutekeleza majukumu yangu ya kiaskari. Kwa hiyo wewe kaa tu, hii sehemu ni sehemu salama. Humu utapata kila kitu na chakula hapa na kuachia na maji. Kwa hiyo kuwa na amani tu. Haya yote yataisha tu. Lakini Ukala. Asante sana kibwana, lakini sijawahi katika maisha yangu mimi kukaa katika selo jamani. Kumpa baya kweli yani. Asante kwa kuniletea chakula. Sasa usilie sana. Ukilia na mimi unanifanya moyo wangu unajisikia vibaya kwa kweli. Namuonea huruma sana mwanamfalme Junior. Ni kijana ambaye ametokea kukupenda kwa dhati. Lakini na yeye sasa hivi naye anapitia wakati mgumu, lakini nitatafuta namna, nitajua namna ya kukufanya wewe na Junior muweze kutoroka huko ndani. Kibwana, utawezaje? Hilo mimi sidhani kama inawezekana. Manake huyu mfalme wenu Ukala ni katili mno, na akigundua umefanya huo mchezo anaweza hata akaenda kukunyonga.
Mimi naogopa sana, usije ukaingia matatani, ukaingia kwenye shida ambayo hata ilikuwa haikuhusu. Lakini kuwa makini sana kwenye mambo yako. Sasa usiongee kwa sauti, manake mimi nimekumegea asili tu. Huu mchezo nataka niufanye peke yangu bila kumshirikisha askari yoyote, manake mimi kwa kweli ni mtu ambaye nilikuwa namsindikiza mwana mfalme kuja kukuona wewe. Kwa hiyo mimi napenda upendo wenu uendelee. Kwa hiyo hii ni siri yangu kati yangu mimi na wewe. Sitaki useme chochote, wewe tulia tu, mimi nitajua namna ya kufanya. Kweli yaani ukifanya hivyo mimi nitakutafutia zawadi kwa kweli. Yaani nakuahidi nitakutafutia zawadi tukitoka humu ndani. Na vipi Junior, yeye anaendeaje? Mwana mfalme yeye yuko vizuri, anaendelea vizuri, japo sijakwenda kumuona, manake yupo na askari mwingine kule, yupo chini ya ulinzi, naye wanajua kwamba akiachiwa anaweza kaja kutorosha huko, ndio maana na yeye yupo chini ya ulinzi. Lakini nilipokwenda kumwangalia yuko vizuri, anaendelea vizuri, japokuwa na yeye amekumisi sana. Sasa wewe malizia kule kichakula, acha mimi niendelee na majukumu yangu ya kiaskari, manake nikija nikafuma humu wanaweza kujua tunapanga kitu. Wewe tukaa na hii siri, nimekumegea wewe, kila kitu kitenda sawa na utatoroka humu ndani, sawa? Haya Melissa, baadaye wacha mimi niondoke.